alama za dalili ya kuonyesha kuwa kiyama kimekurubia. Inakuwaje watu wanakuja kukumwagia matakataka, wanakumwagia maji machafu? Hivi hadhi na heshima ya mwanadamu iko wapi? Iko wapi? Allah amekuumba katika jiumbile lilokuwa zuri. Dunia ya sasa tuliyokuwa nao, hususan katika mitandao yetu, tunahukumiana sana. Yani watu wanatoa hukumu ambazo kimsingi hazijengi bali zinawaharibu watu. Leo ni mwaka 1448 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, lakini mwaka 2026 kwa kalenda ambayo imezoeleka kila siku ambayo tunaitumia. Seven Media tumepata bahati pia leo ya kukutana na Maalim Kandauma. Tumekuja kuzungumza naye juu ya swala zima ya mwaka mpya wa Kiislamu. Zipi faida ambazo Muislamu atanufaika endapo ataujua ama kufuata mwaka wa Kiislamu, lakini pia zipi athari ambazo Muislamu pia atakutana nazo na mambo mengine mengi kuhusiana na mwaka mpya wa Kiislamu. Karibu sana Sheikh. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake, lakini pia namtakia rehma nyingi sana kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niseme kullu aam wa antum bikhair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwaka 1448 huu hijiria huwe ni mwaka wenye kheri na baraka kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ni washukuru Seven Media kwa kuniona tena mimi mtu dhaifu, mimi mtu mdogo katika jambo kama hili la kheri insha Allah. Sheikh, yapo maswali mengi ya sintofahamu kuhusiana na mwaka wa Kiislamu. Kabla tujajua historia yake kwa ufupi, mimi natamani kujua faida ipi ambayo Muislamu ataipata endapo ataufuatisha kalenda ya mwaka wa Kiislamu. Faida ipi ambayo Muislamu ataipata akifuata kalenda ya Kiislamu? Alhamdulillah, ama kwa hakika Muislamu kufuata kalenda ya Kiislamu, miongoni katika faida ambazo anazipata, kwanza atambue ya kuwa hilo jambo ni ibada, na chochote ambacho tulichowekewa sisi katika Uislamu huwa ni ibada. Na kwa nini nasema ni ibada? Kwa sababu ukitazama vile mpangilio ulivyopangwa katika historia inayotueleza katika utawala wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yeye ndo ambaye alileta kalenda ya Kiislamu mpaka leo hapa ambapo unapoona. Na ile miezi walioiweka, ukitazama kule kubadilika, kwa maana mwezi wa mwisho ambao ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu unaitwa mwezi wa Dhulhijja, ambao mwezi wa Dhulhijja ni mwezi mtukufu katika miezi mitukufu, ambao watu hutoka katika ibada ya haji kuitekeleza ile nguzo ya 5 katika nguzo ya Kiislamu. Lakini pia watu hawa wanaporejea kuingia katika mwaka mpya wanakutana na mwezi mwingine unaitwa mwezi wa Muharram. Maana yake hivi sasa tupo katika mwezi wa Muharram ambao ni mwaka 1448, ambao ukitazama mwezi wa Muharram nao pia ni mwezi mtukufu katika miezi iliyokuwa mitukufu. Maana yake hapa kuna mafungamano ya kiibada. Kwa nini kuna mafungamano ya kiibada? Watu wametoka katika ibada ya haji alafu wanaingia katika mwezi wa Muharram. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi ya kuwa mansama, yule ambaye atakayefunga baada ya Ramadhani, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akafunga katika funga ya mwezi wa Muharram, kwa hakika mtu huyo atakuwa amefanya jambo kubwa sana katika mambo makubwa sana, kwa sababu funga ya mwezi wa Muharram baada ya Ramadhani ni funga bora katika funga bora sana. Kwa namna hiyo sasa, manake unaona kabisa kuna mafungamano ya ibada. Manake hapa yule ambaye atakayekuwa anajua kalenda ya Kiislamu, manake anaingia automatically katika mfumo wa ibada katika utekelezaji wake. Hiyo ni nukta ya kwanza katika faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ni hususan kwa wanawake, ambao wanawake mara nyingi sana hapa hili jambo wamekuwa hawalifuatilii. Wanawake wana ada zao za kawaida, kwa maana ya ile period ya kila mwezi. Hizi zinaambatana na kalenda ya Kiislamu, lakini pia zinaambatana na mwezi muandamo. Yani katika Uislamu sisi mwezi unapoandama, maana yake siku ndio imebadilika. Ukiingia usiku, maana yake mwezi ukionekana, ndo katika Uislamu yani siku inakuwa imebadilika. Kwa wanawake wengi hawajui matumizi ya kalenda ya Kiislamu, kwa sababu
inaambatana na ibada yao, kwa sababu mwanamke kuwa katika period yupo katika mfumo wa kiibada, manake amezuilika, na ndio maana hata kuswali hata kufunga anazuilika, kwa sababu yupo katika jambo la kiibada. Mwanamke huyu maana yake akifuatilia uzuri kalenda ya Kiislamu, kwake yeye itakuwa ni jambo zuri sana, katika mambo mazuri sana ambalo litamsaidia maana yake katika zile faida ya zile siku kubadilika. Inafika wakati hajui mwanamke kwamba hivi sasa nipo katika wakati gani, hivi sasa nipo katika kipindi gani, kwa sababu ameshindwa kutambua kalenda ya Kiislamu. Hii ni miongoni katika faida ambazo tukizichukua maana yake tukazifanyia kazi, naamini tutakaa katika mfumo wenye kupendeza. Okay, pia tuangazie kwenye athari. Kuna athari zipi sasa ambazo Muislamu endapo asipoifuata kalenda ya Kiislamu, hususan mwaka mpya huu na miaka mingine ambayo imepita, anaweza akakumbana nazo? Athari ambazo Muislamu kama Muislamu anazipata katika kuacha matumizi ya kalenda ya Kiislamu, moja kabisa ni kusahau ibada. Yani moja kabisa ni kusahau ibada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea na amemfadhilishia kupitia katika kalenda ya Kiislamu. Na mimi niseme katika kinywa kilichokuwa kipana kabisa, huu utaratibu wa kalenda ya Kiislamu ameuweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Allah anaeleza katika surati Tauba aya nambari 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna iddatash shuhur, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Yani miezi inayotambulika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Manake Allah alishapanga utaratibu huo kutoka katika Lauhul Mahfudh akaileta katika Al-Qur'an Al-Karim kwamba miezi ni miezi 12 ambayo mpaka leo ndio sisi tunaishi katika utaratibu huo, kwa sababu Allah alijua wanadamu watakuja kuishi, alijua watatakiwa wakae katika mfumo huo. Lakini pia watakuwa na miezi minne ambayo ni miezi mitukufu ambayo hivi sasa tupo. Manake Muislamu kuto kulitambua hilo katika kalenda yake ya Kiislamu ni kujisababishia yeye mwenyewe kuto kujua ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo Allah amemwekea. Lakini pia athari nyingine ambayo anayoipata kama Muislamu ni kukosa kutekeleza majukumu yake ambayo amewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Uislamu wake. Kila Muislamu ana majukumu yake ya kuyatekeleza. Mfano, ikifika wakati kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wengi hawajui kalenda ya Kiislamu, ndio uanza watu fujo, uanza kelele, kwani leo mwezi ngapi hivi na hivi, kwa sababu mtu hajui. Lau kama angalikuwa anafuatilia Muislamu kalenda yake ya Kiislamu, naamini ya kuwa hakutakuwa na malumbano, hakutakuwa na kelele, wala hakutakuwa na fujo. Lakini pia athari nyingine, katika athari kubwa sana ndugu yangu, ni kukosa kukubaliwa dua zako. Watu wengi wanalalamika sana kwamba maombi yangu mimi nitamuomba vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu yangu, nikwambie na nikueleze kabisa katika kinywa kilichokuwa kipana kabisa kwamba ukijua kalenda ya Kiislamu, maanake utajua zile siku ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, na hizo siku zina fadhila na zina utukufu wa hali ya juu sana. Leo tupo katika mwezi wa Muharram, maanake ukifunga katika mwezi wa Muharram ni mwezi mtukufu, maanake ndugu yangu, maombi yako yanakubalika moja kwa moja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kama hujui, manake moja kwa moja wewe mwenyewe unapata athari ya kukubaliwa maombi yako kila siku, na kila siku unaendelea kulalamika na unaendelea kulalama. Sawa, mimi nataka pia utufungue. Tunazoea mwaka hii ya kawaida labda 2026 kunakuwa na mwezi wa kwanza mpaka wa 12. Na tamani kufahamu kwenye mwaka wa Kiislamu nayo kuna miezi kama hiyo, lakini pia kwenye miaka yetu hii ya kawaida kunakuwa na misimu. Yani kuna msimu wa masika, msimu wa nini, yani kuna kiangazi, mvua, nini, yani hivyo tunapitia misimu tofauti tofauti. Na kwenye mwaka wa Kiislamu nyakati kama hizo zipo na ipo vipi? Walillahi alhamdu. Kwa hakika umeuliza swali la msingi sana katika maswali ya msingi sana. Mimi nitawatajia miezi minne mitukufu, alafu miezi mingine manake inatakiwa na wewe kama Muislamu ukaifuatilie na ukaijue. Yani
usitafuniwe na ukameza kabisa. Wewe mwenyewe ukafanye bathi, ukafanye uchunguzi, kwa sababu afala taaqilun, hivi ninyi mna akili? Watu wenye akili ni wale ambao wenye kufuatilia Uislamu wao. Mwezi wa kwanza nikwambie, mwezi unaitwa wa Rajab, lakini pia mwezi mwingine unaitwa mwezi wa Dhulqaada, lakini pia kuna mwezi unaitwa mwezi wa Dhulhijja, alafu kuna mwezi unaitwa mwezi wa Muharram. Hii ni miezi minne mitukufu. Kama ni miezi minne mitukufu, maanake kama umejua, katafute miezi mingine. Kuna mwezi unaitwa Safar, katafute hiyo miezi mingine. Ukishaifahamu utaijumlisha kwa pamoja, utapata ya kuwa hii ndio idadi ya miezi 12. Kwa maana hii ndio kalenda ya Kiislamu ambayo ina mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, kwa maana mwezi wa mwisho. Kwa namna hiyo sasa, na nukta hiyo, kuna kuwa na mabadiliko. Mathalan, mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu katika miezi mitukufu, na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya niliyoisema katika surati Tauba aya nambari 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwamba watu wasifanye uharibifu ndani ya miezi hiyo mitukufu, yani watu wasifanye machafu katika hiyo miezi mitukufu. Kwa nini wasifanye machafu? Kwa sababu hiyo niyo miezi ambayo ina fadhila na miezi ambayo ina utukufu. Wakati ule ilikuwa watu misimu labda ya vita na nini, magomvi na nini, walikuwa wanasimamisha vita katika hii miezi mitukufu. Wanasema hatupigani jamani, hii tupo katika miezi mitukufu, kwa maana huu mwezi wa Rajab hakuna mapambano, hakuna fujo yoyote. Kwa maana wakiona kabisa kwamba huu ni mwezi mtukufu ambao una fadhila, hatuna haki ya kuumizana wala hatuna haki ya kupigana. Kwa katika jumla ya maelekezo ambayo tumeyapokea katika historia ya Kiislamu katika mabadiliko ya msimu huu, maana yake kuna mabadiliko kama hivi tuseme kiangazi au vuli au nini, hivi ni vitu ambavyo tu vimewekwa, lakini kiasili maana yake ukitazama katika Uislamu, nao pia Uislamu una utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka. Kwa nini? Mvua kama mvua ukitazama katika Uislamu, na hii nitoe katika ile challenge ya kujua mvua inapatikaniwa vipi. Yule mvuvi au mtu ambaye wa baharini atakuwa anajua hii hikma iliyopo. Ukiutazama mwezi wakati wa asubuhi au wakati wa usiku, ndo utajua kwamba hivi sasa kuna muda sio mrefu mvua itaanza kunyesha. Hii ni ilmu katika ilmu kubwa sana, kwa sababu mvua huanzia baharini, yani mvua inatengenezwa baharini. Na ndio maana wale wavuvi akitazama nyota zile anajua kwamba nyota hii tukienda katika utaratibu upepo utakuwa hivi na upepo utakuwa katika utaratibu fulani. Kwa hiyo yote haya yapo katika Uislamu. Uislamu umeeleza na Uislamu umefafanua kwa kiasi kikubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Okay, sasa utufungue sasa. Kiufupi tumezungumzia vitu vingi, faida na athari, lakini utufungue, kwa nini huu umeitwa sasa mwaka wa Kiislamu? Ipi historia ambayo imesababisha mpaka uwepo mwaka wa Kiislamu na iwepo hii miaka mingine, historia yake imekuwaje? Walillahi alhamdu, historia ya mwaka wa Kiislamu au kalenda ya Kiislamu imetokana na utaratibu ambao Sayyidna Umar ni khalifa wa pili katika makhalifa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutazama na kuona kwamba na sisi tuna haki ya kuwa na kalenda. Maana yake ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka hilo ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, maana yake tuna haki ya kuifanyia kazi na kuitumia, kwa sababu wakati huo watu walikuwa wakitumia vitu vingi sana, wakitumia vijiti katika kuweka mambo, lakini mwisho wa siku wakasema tutumie sasa kalenda hasa ambayo itakayotuongoza. Ndio wakapanga utaratibu huo ambao mpaka sasa tuko nao, na wao walichukua toka pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama Maka kuelekea Madina. Ndio Umar alipokaa na jopo la masahaba wakakubaliana hivyo, ambao ndio leo ni mwaka 1448 Hijiria. Imeitwa Hijiria maana yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka kuelekea Madina. Lakini hii 2026 mwisho inaitwa Miladia, ni toka kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam, kwa maana ya Jesus, kwa maana ya Yesu, ndio ikaanzia katika wakati ule mpaka hivi sasa, kwa sababu Isa mwana wa Maryam hakutofautiana sana na karne au na zama ambazo mpaka kuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Al-Qur'an Al-Karim kwamba atakuja baada yangu mimi
ismuhu Ahmad, ataitwa Ahmad ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hakika na kwa mukhtasar, huu ndio ufupilizo ambao wa historia ya kalenda ya Kiislamu mpaka leo ambao tunavyoitumia. Okay. Nimewahi kusikia kwamba mwaka 2030 ni mwaka ambao Waislamu watafunga Ramadhan mara mbili, yani itakuwa mwanzoni mwa mwaka na mwishoni mwa mwaka, ila ndani ya mwaka mmoja kutakuwa na Ramadhani mbili. Nataka kufahamu ni hili swala ni kweli kwamba Waislamu watafunga mara mbili, na kwenye kalenda lipo vipi na kwa nini itakuwa hivi? Walillahi alhamdu, hayo maelekezo yametolewa na yamethibitishwa, kwa maana 20 na 30 Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia tukiwepo hai, na Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikia, asipotuwafikia inshallah kwa kadari zake Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba kutakuwa mwaka mmoja Ramadhani vitafungamana. Yote haya yanatokana na kalenda ya Kiislamu, na matukio kama haya katika kalenda ya Kiislamu huwa yanatokea mara chache sana, kwa maana kwa muda takriban inawezekana kupita hata muongo mmoja, kwa maana takriban hata miaka 100, alafu ndo inakuja natokea tukio kama hilo la kuambatana kwa mwaka, alafu watu wakafunga mara mbili mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote haya yanatokana na kalenda ya Kiislamu, kwa maana ukiitambua kalenda ya Kiislamu wewe hautokuwa na mashaka wala hautokuwa na tija katika kusumbuka, sababu unajua kabisa kwamba hivi sasa maana yake tutaingia katika Ramadhani, na mwaka huu maana yake tutaingia katika Ramadhani. Na ukiona dalili miongoni katika dalili hizo, kwa maelezo ambayo tumefahamishwa kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujue kabisa kiyama hakiko mbali, yani kiyama sasa kinakurubia, kwa sababu Ramadhani ndugu zanguni ina utaratibu wa kurudi, lakini mimi na wewe hatuna utaratibu wa kurudi. Kwa maana hiyo ni kwamba inawezekana, ni kweli mwaka 2030 Ramadhani zikawa mbili. Inawezekana 2030 kwa mujibu wa maelezo na tafiti ambazo zimetolewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndio anayekadiria. Insha Allah, Allah akikadiria, insha Allah kutakuwa na Ramadhani mbili, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia. Nami natamani na wewe natamani pia Allah atuwafikie tuweze kushuhudia na kuona, lakini tutambue ya kuwa ni miongoni katika dalili na alama za kiyama. Na umetueleza hapo kwamba huwa inatokeaga, na japo sio mara kwa mara. Sababu hasa mpaka inatokea hii huwa inakuaga ni nini hasa? Moja katika sababu ya matukio kama hayo kutokea ni katika zile alama za dalili ya kuonyesha kuwa kiyama kimekurubia. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa fursa, ni mwezi wa kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutusafisha na kutufuta. Sasa ukiona umeletewa jambo mara mbili, yani katika mwaka mmoja ufutiwe madhambi mara mbili, subhanallah, kwa hakika ndugu yangu, hii nafasi ni golden chance au ni last chance. Maana yake kutokea tena hii itawezekana ipite tena miaka 100 afu ndio ije utokee tena. Je, hiyo miaka 100 tena utakuwepo? Kwa maana ni miongoni katika dalili za kiyama, na ndio maana wanachuoni wengi sana katika kulieleza hilo wameona kwamba yanapotokea matukio kama haya maana yake kiyama kimekurubia. Kwenye mwaka mpya wa Kiislamu, Muislamu anaruhusiwa pia kusherekea kama ilivyo miaka mingine? Mwaka mpya wa Kiislamu, Muislamu je, anaruhusiwa kusherehekea? Muislamu anaruhusiwa kushukuru. Lugha hii huwa naitumia sana na nitaendelea kuitumia. Muislamu anaruhusiwa kushukuru na sio kusherehekea, kwa sababu kunakuwa na upungufu wa namba yako. Yani mfano ile happy birthday yako, siku yako ya kuzaliwa, ndugu yangu, kule kusherehekea kwako maana yake unasherehekea kupunguka kwa siku zako za kuishi katika ulimwengu wa dunia. Wewe ulichotakiwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namna gani sasa unamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku yake ya kuzaliwa ni siku ya Jumatatu. Mtume alikuwa akifunga, lakini pia akichinja mnyama na kutoa sadaka. Maana yake hata wewe katika kalenda ya Kiislamu
tuna haki ya kufunga kwa sababu Mtume ametuelekeza siku za mwanzoni katika mwezi wa Muharram kufunga, lakini pia tuna haki ya kufanya ibada nyingi sana, sunna kwa maana za kuswali sana zile sunna mbalimbali. Lengo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na si kusherehekea. Yani hii nukta watu wengi waelewe sana, na ndio maana hata kwenye nukta ya happy birthday ya watu, mtu siku yake ya kuzaliwa unakuta anafanya vitu vya ajabu, vitu visivyo na utaratibu wa Kiislamu. Kwa hakika ndugu yangu nikwambie, unajitia kasoro na unajitia dosari ya hali ya juu sana. Kwa nini? Umepunguza siku katika maisha yako ya uhai wa dunia. Kwa kama umepunguza siku, ulitakiwa wewe ushukuru. Na ukiona hali kama hiyo ndugu yangu, kwamba leo ndo siku yangu mimi ya kuzaliwa, nenda hata sijda tushukuri, yani mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukupa namba nyingine. Kuna watu walitamani lakini hawakufikia wewe leo ulipofikia. Kuna watu wamekufa akiwa wadogo, leo Mwenyezi Mungu amekubariki wewe una miaka hiyo ambayo Allah amekukadiria. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaita watu, unashereheka na watu, mkinywa mapombe, mkimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini yote katika hayo? Maana yake ni kujitoa katika utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Tukisalia hapo kwenye siku ya kuzaliwa, kuna utaratibu ambao upo kwenye jamii zetu. Watu wengi huwa wanasherekea, japo umezungumzia kwamba wanatakiwa kushukuru sio kusherekea. Kuna watu huwa wanasherekea sikukuu yao ya kuzaliwa kwa kumwagiwa maji. Hii ina maana yoyote kwenye Uislamu? Kwa hakika haina maana yoyote. Ni vitu katika vitu ambavyo vya laghu, vitu vya mchezo, lakini pia ni vitu vya kijahili. Ni vitu vya kipuuzi kwa lugha nyepesi tu. Ni vitu ambavyo visivyofaa. Wewe mwanadamu uliyekuwa na akili timamu, wewe Muislamu ambaye unajitambua na kujielewa, inakuwaje watu wanakuja kukumwagia matakataka, wanakumwagia maji machafu? Hivi hadhi na heshima ya mwanadamu iko wapi? Iko wapi? Allah amekuumba katika jumbile lilokuwa zuri lenye heshima na hadhi. Umekirimiwa mwanadamu kwa sababu ya kupewa akili. Leo mnyama hana akili, ni tofauti na mwanadamu, lakini leo tunafanya matukio ya kinyama wakati sisi ni watu wenye akili. Maanake ni kukosa kutambua thamani ya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa na amekufadhilisha. Kufanya vitu vya kijahili, nawe pia maanake unaonekana ni jahili, yani nawe pia unaonekana ni mjinga, kwa sababu wajinga ndio hufanya vitu kama hivyo, lakini watu wenye ufahamu hawezi kufanya vitu kama hivyo. Wanafanya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea katika utaratibu wenye kupendeza. Mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala usimkufuru Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala, kwa sababu kushukuru kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah anakuzidishia. La in shakartum la azidannakum. Ikiwa tutamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atatuzidishia neema na kheri na baraka kubwa sana. Ni Sheikh Kandauma ambaye ametupitisha kwenye elimu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Binafsi nimepata mambo mengi sana, maarifa mengi kupitia elimu yake ambayo ameitoa hapa. Sheikh, mimi nikushukuru sana, na chochote ambacho unataka kumalizia, tumefika tamati. Walillahi alhamdu. Chochote cha kuwahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, natamani tuelimishane, sitamani tuhukumiane. Mimi sikuhukumie, bali mimi nakukumbusha kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniwafikia. Lakini pia hata na wewe ambaye Mwenyezi Mungu amekubarikia kuwa una chochote katika kile Allah alichokukadiria, kumbusha watu, usiwahukumie watu. Dunia ya sasa tuliyokuwa nao, hususan katika mitandao yetu, tunahukumiana sana. Yani watu wanatoa hukumu ambazo kimsingi hazijengi bali zinawaharibu watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, balighu anni walau aya, fikisha walau hata aya moja, kwa maana dalili moja, lakini unayojua na kuifahamu. Wewe kazi yako ni kufikisha ujumbe. Hidayah na muongozo unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukishafikisha, muombe Mungu yule mtu, Allah amuongoze katika njia iliyokuwa nzuri, lakini usimlaani na wala usije ukamhukumu, kwa sababu hujui kesho ya mtu itakuwaje. Mimi binafsi naombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze ninyi pamoja na mimi katika njia iliyokuwa nzuri ya kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi katika maisha yetu ya dunia, ili tuweze kupata saada kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niwashukuru sana
Lakini pia niwashukuru sana 7 Media kwa kuniona mimi mtu mdogo, mtu dhaifu. Allah atulipe kila la kheri. Ni Sheikh Kandauma, mimi naitwa Mikidadi, nilikuwa na Yasini Lijei. Asante.